Odi. 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 Shoga yangu mimi hata sijafanikiwa kupata hela yenyewe. Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nikupe asubuhi. Asubuhi tena? Asubuhi napo. Hiyo asubuhi naomba uitolee hapa. Toa pesa watu tuondoke. Shoga yangu si nimekwambia. Umeniambia mimi, lakini sio mwenye pesa. Hiyo pesa sio yangu. Mwenye pesa kaja anataka pesa yake. Toa pesa tuondoke. Nilikula kwa jasho na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Miguu yangu imechoka kwa... Karibu sana. Asante sana. Ndio, nisio kwenda. Sasa ndugu yangu, mimi nadhani nilikudokeza kwa uchache sana kuhusiana na swala langu. Kitu ambacho nahitaji nisaidie ni kwamba mamangu mimi ni mgonjwa, na nimeamua kumtoa kijijini kumleta huko mjini ili aweze kupata tiba ambayo itakuwa imekamilika. Kule kijijini nimejaribu kutuma pesa mara kadhaa ili waweze kumtibia, lakini bado hakuna mafanikio. Lakini kama unavyojua hospitali za vijijini huduma zao ziko chini, kwa hiyo naona kama walishindwa kufanya matibabu. Unaenda hospitali lakini baada ya siku kadhaa tena ni yale na kwamba hakuna ambacho wanafanya. No. Kwa hiyo nikaona kwa nini mama ndio kuteseka. Bidi nikamfuate, maana juzi nilipigiwa simu kwamba hali yake tena inarudi. Ona sura ilivyokushuka. Toa pesa tuondoke. Hiyo mimi na sisi tunaozo. Toa pesa tuondoke. Sasa shoga yangu wewe, umependeza. Muone mwenyewe unavaa na mawigi. Unacheza michango kila siku. Kulipa kupokea namba moja wewe, namba mbili wewe. Sasa hizi umepokea hela za watu kulipa utaki. Hivyo unashukuliaje wewe dada? Mbona nalipa? Mibiwa tu. Mawigi haya. Hata wewe. Mimi tena. Mimi ndo nataka nimekuja kushangaa sura hapa mjini au nimekuja kuuza sura sote. Dada hizi ni hera, sawa? Hizi nini? Ni hera. Watu tuna mipango yetu hapa mjini, tunacheza michango, tujiwekeze na sisi siku moja tuje tuonekane watu. Alafu monetization, wewe unachukuliaje? Tunataka hela zetu. Yaani mimi sitaki kabisa ugomvi na wewe, wala sitaki nikuguse. Ninachotaka ni hela yangu. Ile ni pesa mama, inatafutwa. Ni hela zile. Za kwako nilitoa kwa uaminifu. Ulishapokea zote. Sasa ni muda na wakati wa pesa yangu unaanza kunizungusha. Ile ni hela mama, 40,000 ni hela inatafutwa. Wewe kazi yako ni kuvaa mawigi, kubadilisha mawigi kila siku. Haya, mimi muda huu sijasuka. Nataka hela yangu. Sijaja kuchekesha hapa, nataka hela. Mimi na tunamchelewesha. Cha kufanya hapa, tunapita ndani, tunachukua kitu chenye thamani ya pesa yetu, tunasepa. Kisha chukua vitu ndani. Kuna nini tena jamani, watu marafiki kabisa, kuna nini kimetokea? Nimepata pale nikuja naye kwa nyumbani. Kwa kubwa ambacho nahitaji ni uchukue vipimo, ujue shida ni nini na matibabu yake yatakuwaje mlongo mzima utapatiwa. Mimi nakuamini na ndio maana nikutafuta ndugu zangu.
Basi unaweza kuniita mama. Bila shaka. Ya, mimi nakuamini sana. Kwa hiyo naomba tafadhali unisaidie. Kwa hiyo uwezo wako wote. Kwa hiyo naomba. Basi ngoja nimwite mama. Okay? Sasa mimi kuomba jambo moja. Maana kidogo kuna simu hapo ofisini imeingia, ni muhimu sana ili nione. Okay. Kwa hiyo nikuombe kitu kimoja, naomba nisamehe sana kwa sababu nimekuacha na wewe mgeni wangu. Ukielekeza tena hapo nyumbani, naomba nisamehe. Sawa, ndio shaka. Naomba nisamehe sana nimekuacha kwa sababu sijui mimi ndio mwenyeji wako tena. Sawa, lakini mama yupo. Ya, mama yupo. Nimeshaongea naye, anajiandaa hivi. Sawa, basi ngoja niwahi na kisha tena hizo ngoja zenyewe. Ngoja niwahi. Tumekuja kuchukua hela ya mchezo. Kama unataka kujua, dada yako huyu amechukua hela za mchezo za watu. 40,000 anadaiwa, siku 2 hajatoa hela ya mchezo. Tumefuata hela tu ya mchezo. Kama unayo mlipie tuondoke. Dada naye. Michezo tena. Dada, hivi una shida gani? Ni mara ngapi nimeongea na wewe kuhusu hiyo michezo? Michezo ikiwa unajua kabisa huna kazi ya kufanya. Unawezaje kuwa kwenye michezo? Kwani wewe hapo ulipo hauzi? Una shida gani yani ambayo inakusukuma mpaka uwe kwenye michezo na unajua kabisa hauna kazi ya kufanya? Unawezaje kuicheza hiyo michezo dada? Lakini mimi hela nilikuwa nayo, Loki kaniibia. Ulikuwa nayo Loki tena. Hapo kuna ulikuwa na hela na unajua kabisa ndani kuna Loki. Unawezaje kuweka hela ndani? Hawani kama ni kujitafutia matatizo, kudhalilisha mchana kweupe hivi. Kwani wewe kula uwe bila hiyo michezo? Kwa sababu hauna kazi. Kama unaona unaweka tu ukalala, ya nini michezo sio hiyo? Ni hela hapa wanataka hela zao. Wape hizo hela zao na hapa hawajui mambo ya Loki. Habari hapa. Nzuri. Ndio. Mama. Habari hapa. Nzuri. Unaendeleaje? Nzuri. Sawa. Sasa mama, niliongea na ndugu yangu Wanaganda. Akanambia kidogo haujisikii vizuri. Ndio. Unauma nini? Kichwa kinauma na mwili unakuwa hauna nguvu. Okay. Zimekuwa nini? Na miezi miwili. Na miezi miwili. Okay. Sasa nimekuja nichukue vipimo ili walau nijue hali yako inaendelea. Sawa. Nilikulea kwa jasho na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa shauriana. Kilichotuleta hapa ni pesa. Kama pesa hamna, tuingie ndani, tuchukue kitu chenye thamani ya pesa yetu, tuondoke. Nini makelele maskani sasa? Shida nini? Shida nini makelele maskani wa sita? Vipi mbona mnazingua nyinyi? Oya, sio wigi hilo kuna beti zenu. Sababu nini mbona mazingira mnaleta makelele maskani hapa mimi sielewi. Oya, nyinyi jicheketeni chapu. Tembea chapu ondokeni. Oya, makelele maskani. Na wewe kwenye vikombe. Hospitali vipi nishakwambia mitongo wako mnaleta makelele maskani. Wewe sisi umechukua hela gani kutoka hapa? Vipi? Hela mturipe na ngala juu au unaitaka? Shika na wako. Haijaisha, kurudia. Haijaisha. Haijaisha,
Haijaisha shari, tunakuja. Unataka shati? Mama, unaweza ukaniambia unawaza nini? Maana presha yako iko juu sana. Mimi wala siwezi. Nawaza kabisa kuniumiza. Hapana. Hauwazi kitu chochote? Okay, sawa. Nitakupatia dawa. Lakini kabla sijakupatia dawa, kuna vitu vya kuvizingatia. Sawa? Inatakiwa ule chakula kwa wakati. Moja. Pili, ule chakula ambacho hakina mafuta mengi wala chumvi nyingi. Sawa? Kiwe wastani. Hakikisha naye kuandalia chakula apewe hayo maelekezo. Zuri, nitakutana na blaza, nitampa hayo maelekezo na maana atakuja kumpa anayeandaa chakula. Sawa? Alafu kitu kingine, zingatia mazoezi. Usiwe na mawazo. Usikumbuke vitu ambavyo vitakuumiza moyo. Sawa mamangu? Sawa. Na upate muda mwingi wa kupumzika. Sawa mamangu? Sawa. Jitahidi hata mara moja kwa siku unakimbia hapo, unatoka hapo, unaenda uwanjani, unarudi. Sawa? Na uhakika mwili wako utakuwa sawa. Na ukizingatia vizuri utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Umenielewa mamangu? Nimekuelewa. Sawa, basi mimi niende. Na hisi maelezo mengine nitamwachia blaza. Sawa. Nashukuru sana. Kwa kijakazi moyo wangu anauchoma, ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa. Nafua, napika, machozi yananitoka, lakini navumilia nisivunje familia. Cutie, kwani mara ngapi nimekuwa nakufuata nakwambia nakupenda na wewe wala hata unizingatii? Kwa nini? Shida sio upendo. Shida mimi mwenyewe nakupenda sana. Ila shida jinsi tu ulivyo. Yaani mavazi yako wewe. Mara uvae eleni. Hivi mtu ueleweki. Hapo mfano hata dada yangu anapita hapa kanikuta nimesimama na wewe. Hivi mimi anaenda kunifikiria. Cutie, mapenzi usiwashirikishe watu. Mapenzi ni baina ya mioyo miwili tu Cutie. Kwani unanifanyia hivyo? Kama unaweza kubadilika tofauti na hivi ulivyo, yani kuacha uhuni, kuacha bangi nini, mimi nitakuwa na wewe. Ila kama tofauti na hapo unashindwa kufuata hilo sharti, sitaki unisumbue wala sitaki unitafute. Yaani ukibadilika tu mimi nipo. Yaani kama unashindwa kubadilika basi hata mimi siwezi kuwa na wewe. Ila kama unaweza kubadilika tofauti na uhuni, ukaacha mambo yote ukabadilika ukawa mwanaume smart, hapo uhuru wewe njoo nitafute. Ila ukishindwa kubadilika marufuku. Sitaki hata unisumbue. Na ukiniona sehemu yoyote ile, sitaki unisimamishe. Hivyo unadhani watu wanapopita wanaona mimi nimesimama na wewe hapo, mtu umevaa ni kama mtu umeokotwa. Unanifikiriaje? Sitaki usumbufu. Tena usinisumbue. Mpenzi nakupenda, niko nawe, usiende kwa yule mwali wewe. Nakupenda wewe, wewe mwenyewe, asikuchanganye tena kwa kukupa vikanga tena. Akakupata wewe, nitaumia wewe, ukinichiti nitakuua, na mimi pia nitajiua, nizikwe na wewe, yani wewe. Kiongozi, karibu sana. Asante sana. Kwa vipimo tulivyomfanyia mama, tumegundua mama ana pressure. Pia inaonekana mama ni mchovu sana.
Sasa sijajua shida nini. Dokta, kuhusu issue ya kazi, unajua mamangu mimi kule kijijini alikuwa anaishi peke yake, ni muda mrefu kidogo. Na ni mwanamke ambaye hajazoea kuishi bila kufanya kazi. Unaona? Nadhani kuhusu swala la huo mwili kuwa ni mchovu, siwezi kupingana nalo. Sawa. Na ndio maana nikaamua kumchukua na kumleta huku ili aweze kupata tiba, ndipo arudi kule, kwa sababu mara kadhaa nimejaribu kumtibu akiwa kule kule, lakini imeshindikana, kulingana na kwamba hawezi kukaa bila kufanya kazi, kwa sababu yuko peke yake, lakini pia hawezi kukaa bila kufanya kazi. Na hata kama akisema asifanye kazi, hana mtu ambaye ataweza kumsaidia kufanya hizo kazi. Hakikisha asifanye kazi ngumu. Na kitu kingine ambacho tumegundua mama ana msongo mkubwa wa mawazo. Sasa sijajua hapa anapitia changamoto gani mpaka anakuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Bwana Gamba, kuna dawa tumempatia mama ambazo inatakiwa awe anazitumia. Sasa hakikisha unamsimamia mama anywe dawa kwa wakati, apate muda wa kupumzika, na pia usifanye jambo ambalo litasababisha akumbuke mambo yake ya nyuma. Sawa? Na kwa sababu tayari ni mgonjwa, mtreat kama mgonjwa. Bila shaka mimi nahitaji mamangu apone. We mama, hebu ondoka kwenye hilo sofa, kaa hapo chini sakafuni, ndo panaendana na wewe. Muone kwanza ulivyo. Kwanza tu hapo chini kwenye hiyo sakafu nimekuhurumia. Wewe ulikuwa ni wakukaa kwenye mazizi ya kuku kule, sio humu ndani. Hauendani kabisa na hii nyumba. Muone jinsi ulivyo. Kwa muda ule hapa na kuombaomba msamaha ukajua umeweza. Eti nimekusamehe. Umemsamehe nani? Alafu wewe ile kesi yangu ya kikombe haijaisha ndugu yangu. Yaani humu ndani kwa ajili ya kile kikombe hautakunywa wala kula kati mtoto wako hayupo. Yaani kula kwako mpaka mwanao arudi. Nilikula kwa jasho na machozi, ikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa mgeni ndani ya nyumba hii, kila siku lawama na manyaso, naita mvivu, naita mzigo, wakati mwili wangu umejaa maumivu. Nikinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilie hata akiwa naungua. Mkwe kijakazi, moyo wangu anauchoma, ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa.
nafua, napika, machozi yananitoka, lakini navumilia nisivunje familia. Mkwe kija kazi, nani atasikia kilio changu? Usiku nikilia kimya, Mungu ananiona. Nilizaa kwa upendo, nikapata majeraha. Maumivu ya mama hayana dawa duniani. Siku nyingine nalala bila chakula, nikificha huzuni mbele ya mwanangu, asija kaiona ndoa yake ikitetemeka. Nabeba msalaba wangu kwa kimya. Nimezeeka si kwa miaka pekee, bali kwa mateso moyo ndani yangu. Kila nikiitwa house girl naumia, lakini bado namuita mwanangu, furaha yangu. Mungu, mama kikosa heshima, ubaki na nini? Nilitamani uzeawani, lakini leo machozi ndiyo marafiki zangu. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia, usidharau kwa sababu ya